pia ametupa neema ili ya kwamba tuweze kufika katika siku ya leo, na langu niko na shukrani nyingi sana. Ni kwa sababu hakika bado tunakiri ya kwamba Yeshua ni mkombozi wa maisha yetu, maana pasipo yeye hatungekuwa tumeokolewa, bado tungekuwa tungali katika dhambi zetu. Lakini tunamshukuru Elohim sana, ni kwa sababu ametujalia neema yake, na kwa sababu rehema zake nyingi, kwa sababu hata ya kuamka siku nyingine. Baba ni mwema na Baba ni mwaminifu hata ndani ya maisha yetu, na ni vizuri mimi nikifurahia nikiwaona ndugu zanguni ya kwamba bado mnasukuma hata katika habari za kila siku, na hata wakati tunaposemezana na habari ya maandiko, ili ya kwamba tuweze kuenenda katika safari pamoja, na ili ya kwamba tuweze kumpinga shetani kwa pamoja, ili ya kwamba tukisha kuzijua hila na njaro za shetani jinsi ambavyo anavyokuja, tutakuwa na uheri hata kuweza kumpinga. Kwa hivyo niwakaribisheni katika jina la Yeshua, kwa sababu wakati huu ambao Baba ametujalia hata ni neema, maana wako wengi ambao bado hawajaliwa, hata wanapatana mambo mengi katika safari ya imani. Lakini zaidi ya yote kile ambacho Mungu wetu ametuwezeshea, mimi na wewe tu buheri wa afya, ingawaje hata ajali zinafanyika, watu wanagonjeka, mimi na wewe tu buheri. Hata tunawatakieni wale ambao waliopatwa na hayo majanga, tunawatakieni heri, tunawatakia hata uponyaji. Wale ambao walioachwa na familia zao, basi nao tunawatakia Baba akawa wakufariji upande wao, ili ya kwamba wao nao wakawa na amani, pia wakawa na furaha hata ndani ya maisha yao. Kwa hivyo karibuni sana katika jina la Masihi. Hakika Yeshua ni mkuu na mkombozi wa maisha yetu. Bado tunamkiri ya kwamba yeye ndiye anayetuongoza katika hali zote, tukisemezana katika habari za neno mmoja na mwingine, na ili ya kwamba tuweze kuimarika na kusitirika na kusimama katika kweli iliyo ndani ya Masihi Yeshua. Na kabla sijapoteza wakati, ningependa nisomewe Timotheo ili ya kwamba tuweze kutangulia, tumpe Baba nafasi ili ya kwamba yeye atuongoze, tuseme maneno yake, lakini tusiseme ambayo yaliyo yetu. Kwa hivyo msomaji wangu, kwa haraka sana, kama umefika mahali pale, katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa kwanza, kama ilivyo ada na desturi yetu. Inasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Na Zaburi 95 mstari wake ni wa 6 ikasema namna gani? Basi katika Timotheo anasema ya kwamba basi kabla ya mambo yote ni vizuri kushukuru, ni vizuri kuweza kuomba na kutoa dua kwa sababu ya Muumba wetu, ya kwamba akaweza kuchukulia nafasi hiyo. Kitabu cha Zaburi 95 mstari wake ni wa 6 inasema namna gani? Inasema, ndio, njooni tuabudu tusujudu. Daudi katika roho akasema ya kwamba njooni tuabudu, anasema njooni tusujudu, tupige magoti mbele za Yawe aliyetuumba. Kwa hivyo Daudi anasema ya kwamba tumwabudu Yawe kwa njia yoyote ile ambayo atakaweza kutuwezesha. Wacheni tushukuru, tuanze somo la leo. Baba wa rehema, katika jina la mwanao Yeshua, mkombozi wa maisha yetu, tunakushukuru siku nyingine, siku ya Sabato ambao umetujalia, na kama ilivyo amri yako na jinsi ambavyo ilivyotuagiza katika maandiko yako matakatifu, ya kwamba tuweze kuadhimisha siku hii takatifu, maana ni yako na wewe ndiye mkuu wa hii siku. Utakavyoamuru basi ndivyo utakavyofanya. Tunasogelea mbele ya kiti chako cha rehema, Elohim wetu, ingawaje hata si wanadamu ambao tuna madhaifu na pia tuna upungufu, hata wakati mwingine tunakosa kuyatenda ambao ni mapenzi yako, lakini zaidi ya sana Baba yetu wa rehema, ya kwamba maana kama asemavyo Daudi, maana wewe ni mwenye rehema nyingi,
upendo wako unakaa na hata na milele. Basi kwa neema zako hizo, ya kwamba ulivyotupenda na ukatukirimia pumzi ndani yetu, na pia viungo vyetu vinafanya kazi, Baba wa rehema, tunakuomba ya kwamba ikiwa tumetoka na tumekukwaza ama tumekusitiri ama tumeweza kusogelea mbele yako tukiwa na uchafu wote ule, naomba ya kwamba ukatusafisha tukawa safi, tukakubalika mbele zako, na hata dhabihu yote ambayo itakayotolewa katika siku ya leo ya kwamba iweze kukubalika. Unasema ya kwamba utatuosha dhambi zetu zijapokuwa nyekundu sana, ya kwamba utatuosha, utatutakasa katika jina la mwanao Yeshua. Na hata pamoja na mji wa Maroroi, wale wote ambao wanaosikiliza katika mitandao yetu, Elohim wetu wa neema, wabariki kwa tena mambo mema, hata nasi sote wakati tunapoendelea na kuzidi sana kwa ujumla wa nchi yetu ya Kenya. Naiombea amani kwa hata wakati wa msimu huu na wakati wa uchaguzi utakapofika, na hata na baada ya uchaguzi Elohim wetu, hata katika bara la Afrika, katika hata nchi zote, hata dunia nzima kwa ujumla. Naiombea amani, maana wewe ndiye unayetupa amani ambao wanadamu hawezi wakatupatia. Basi ukatuongoza katika neno lako siku ya leo, somo ambalo unaloweka mbele yetu, kito utakachonena na mioyo yetu. Baba wa rehema, fungua masikio yetu tukaweza kusikia neno lako, masikio yetu ya kiroho na macho yetu ya kiroho tukaona, na hata mioyo yetu ya kwamba ukanena nasi, katumbia mioyo ya nyama na roho mpya ndani yetu, ili ya kwamba tuweze kulisikia neno lako na kutii yale usemaye, na kuwa na upendo na mwingine katika jina la mwanao Yeshua. Baada ya mwisho ya mambo haya, ya kwamba neno lako likiingia ndani ya watumishi wako, ya kwamba likatende neno mahali pale, likapandwa na hata likapata mizizi. Tunamkemea shetani ibilisi asije akalinyakua, ili ya kwamba yule mtu apate kuokolewa nawe Yeshua. Basi tubarikiwe nawe, wale wote wagonjwa kuwaponya, wale ambao wameachwa na wapendo wao ukawa pamoja nawe Elohim wetu. Chochote kitahitajika, ya kwamba utaweza kuwapatia kwa ajili ya neema yako nyingi. Wale waliofungwa na dhambi, Baba wa rehema, ya kwamba ukawafungua, maana damu ya Yeshua ina nguvu ya kufungua kila mmoja, hata waliofungwa katika vifungo vya laana. Baba wa rehema, una nguvu ya kuvunja zile laana, basi wakaweza kukutumikia katika jina la mwanao Yeshua. Tuhekimishe ukanitumia kama chombo ndani ya maneno yako, hata vile ambavyo utakavyonielekeza, basi niseme maneno yako, hiyo niseme yangu, hata wakati wote neno lako litakaposimama. Shukrani na utukufu, basi sitasema ya kwamba ni watumishi ambao hawana faida, ili tuili makusudi tuyaseme yale tuliyoagizwa kwa ajili ya neema yako. Hata watumishi hao wabarikiwe nawe, ya kwamba mazao yakapatikana, neno likiingia ndani ya mioyo yao, ya kwamba likafanya imara na hata likawa na nguvu. Baba wa rehema, uko na uwezo na nguvu ya kwamba yako kuimuinua kila mmoja, ili ya kwamba akasimama na kutenda haki yako katika jina la mwanao Yeshua tunaomba. Kwa hivyo ndugu zetu, karibuni Baba aweze kuwabariki. Na sabato ambayo iliyopita tuliweza kuangalia habari ya kusanyiko la Efeso, maana tulianzia ya kwamba tuweze kujua ni mambo yapi ambayo yaliandikwa katika Ufunuo, na ili ya kwamba mimi na wewe tupate kujua ni yapi yale ambayo Elohim wetu anataka tuyafanye, ni makusudi yake yapi ambayo anataka tuyafanye. Maana alimfundisha Israeli, alimfundisha Yakobo njia zake, na akamwonyesha makusudi yake na maagizo yake, na hata na agano lake akampatia Israeli, na ili ya kwamba aweze kuyafanya hayo yote, basi akapata heri. Akamwambia Abrahamu ya kwamba ikiwa utatembea mbele zangu kama mtu ambaye ni mkamilifu, akamwambia basi mimi nitakubariki. Na ni kweli Abrahamu alitembea katika Muumba wetu, alitembea naye, alitembea katika njia zake, na hata wakati wowote ule naamini ya kwamba hata Abrahamu, wakati Yahweh anasema ya kwamba Ibrahimu alizishika maagizo yangu na sheria zangu na agano langu na hukumu zangu, basi hapo utapata kujua ni kweli Abrahamu alitembea katika njia moja na Elohim wetu. Nasi siku ya leo, kama basi ilivyoagizwa ya kwamba wakati tutakaposikia sauti ya Elohim wetu, tusifanye migumu mioyo yetu, lakini tuweze kumpatia maisha yetu, awe ndiye mfalme mkuu na mwokozi wa maisha yetu, na Baba vile ambavyo alivyotujalia. Na tukaona ya kwamba katika sabato ambayo iliyoweza kupita
tukaangalia kusanyiko la Efeso na wakagua mahali ambapo walipoangukia. Wakumbuke ni wapi ambapo upendo wao wa kwanza ulipoenda, basi wakarejea katika njia kuu, basi waende kuendelea na salama. Na ikiwa ya kwamba hawatafanya sawasawa na neno la Yeshua, waliambia kwamba nitakuja nitakiondoa kinara chako mahali pake, naye basi utabaki ukiwa ama utabaki katika giza. Na leo ningependa tuangalie kusanyiko la pili ambalo inaitwa Smyrna ama Simurina, kama vile ambavyo utakavyoweza kulitamka, basi ni heri. Na kama uko na mahali pa kuandika, ukiwa na swali unaweza ukauliza, maanake tumeagizwa wakati wote ambao tunapohubiri lazima tuwapatie watu waulize maswali, lazima tuwapatie watu nafasi ya kujieleza, tusiwakandamize ama tusiwe watu ambao wanahubiri basi wanaenda, ila tusiwache wengine wakiumia mioyo yao. Msomaji, naomba unisaidie kitabu cha Ufunuo 1 mstari wake ni 3. Na maneno haya, lengo na madhumuni ama faida yake ambayo tutakayopata ni kile ambacho Yeshua anataka, na kile ambacho Yeshua hataki basi tuachane naye. Mengineo ambayo yaliyonakiliwa mahali pale ni vizuri hata kuyafuata, na hata mimi nikiwa mmoja wetu katika safari ya imani, na hata wakati neno linaposemezana nasi, sio mimi ama sio nyinyi peke yenu, bali mimi niko pamoja nanyi, maana pia mimi ni mtumishi katika kazi hii, ili ya kwamba tuweze kumtumikia Elohim wetu. Na Yeshua nasema ya kwamba mtumishi basi amshindi mkuu wake. Basi hapo ndipo tunapata ya kwamba tunatenda matendo yale ambayo Yeshua anayotuagiza. 1:3 kitabu cha Ufunuo, tusomee inasema namna gani? Nasema ndio 1:3 Ufunuo Yohana. Heri asomaye. Kwa hivyo hapa Yeshua na akasema ni heri, amebarikiwa yule ambaye mtu ambaye anayesoma. Heri asomaye, anasema ni heri asomaye, wao wayasikiao maneno ya unabii huu. Kwa hivyo na wale ambao wanaoyasikia. Ndugu yangu, wakati tunaposoma pamoja nawe, hata ukiwa na maandiko ama tafsiri ya maandiko ulionayo, na wakati ambapo unapoyasikia maneno haya yakisomwa, maandiko inasema ni heri na amebarikiwa yule mtu asomaye na asikiae. Endelea, inasema namna gani? Nasema ndio, na kuyashika yaliyoandikwa humo. Zaidi ya hayo anasema ya kwamba na kuyashika yaliyoandikwa humo. Kwa hivyo si kusoma na kusikia peke yake, maana hata Shauli anasema ama Paulo anasema katika Warumi, sio wale waisikiao sheria ikisomwa walio na haki mbele za Elohim, lakini ni wale ambao watendao kulingana na sheria isemavyo, hao ndio wahesabiwa haki. Yeshua akasema wale ambao wanaoshika yale ambayo yaliyoandikwa humo, anasema wamebarikiwa. Ukishasikia na kusoma, basi lengo na dhumuni ni kuyashika yaliyoandikwa humo. Ni kwa sababu gani? Nasema na kwa maana wakati uko karibu. Kwa sababu wakati uko karibu. Leo tukiingia Smyrna, nisaidie kitabu cha Ufunuo 2, unisaidie tuliacha katika 8. Sasa naomba uanzie sura yake ya 9 ama mstari wake wa 9, tuanzie mahali pale tusikie Yeshua anasema namna gani, ama mahali ambapo Smyrna anaanzia, na kwa malaika wa kusanyiko la Smyrna anasema namna gani? 2:8 kitabu cha Ufunuo Yohana. Ndio, kwa malaika wa kusanyiko lililoko Smyrna andika. Sasa huyu ni Yohana anaandikia tena kusanyiko la Smyrna ama Simurina. Manake utapata ya kwamba katika Asia kulikuwa na makusanyiko 7, na yale makusanyiko yanatumika kwa sasa kuonyesha kusanyiko la Elohim katika kila kizazi. Inawakilisha yale makusanyiko literally yaliyokuwa Asia, yale makusanyiko 7. Na lakini zaidi ya hayo, katika unabii makusanyiko hayo yanaongelelea kusanyiko lolote lile katika kila kizazi, in every generation inawakilisha. Maana utapata Efeso linawakilisha kusanyiko la kwanza, kusanyiko la mitume, na wakati ambapo tunapofika katika kusanyiko la Laodikia linaongelea kusanyiko la mwisho ambalo limesimama kwa sasa. Lakini kabla hatujafika kule,
neno ambalo ama hoja ambayo inafanya tusome maandishi haya ama hizi nakili ama nyaraka ambazo zilizoandikiwa makusanyiko saba, ni kwa sababu pia nasi tu mojawapo wale ambao wasemao ya kwamba ni kusanyiko la Elohim. Lakini tukiangalia yale ambayo yaliyoandikwa tunajifundisha naye. Mtume anasema katika 10:11 kitabu cha Wakorintho wa kwanza, anasema ya kwamba kwa kuwa yaliyoandikwa ama mambo hayo yaliwatendea wao kwa jinsi ya mifano, anasema yakaandikwa ili ya kwamba sisi nasi tujifundishe kwa mambo hayo ambayo yaliyonakiliwa mahali pale. Kwa hivyo yale ambayo Simurina anaandikiwa, kwa hivyo ni mimi na wewe ndugu yangu tunachukua yale sana sana yanaongea kwa watu ambao wameamini, watu ambao wanaosema ya kwamba wanamwamini Yeshua, waumini. Na ndio maana sitaki nitumie neno wa Masihi, ni kwa sababu maandiko haya muhadhara ambao wanga tunaweka mahali hapa, tunaweka spika kwa kila mmoja ambaye anayesikia neno hili, ili ya kwamba lisiwe la mtu binafsi, lakini Yeshua anaongea na watu wote. Kwa hivyo hapa anasema heri asomaye, asemi yeye ambaye anayeyasikia ama kwa kusanyiko fulani, anasema yeye asomaye, yeye asikiaye na yeye afanyaye. Kwa hivyo pale tunawekewa lengo ama tunawekewa madhumuni ya ishara moja ya kwamba yeyote yule ambaye anayesoma maneno haya, basi huyo ndiye anaandikiwa katika kitabu hichi cha unabii. Akamwambia Simurina ya kwamba anasema into the malak of the Kehila that is in Simurina, anasema maneno haya. Msomaji, yeye endaye katika vile vinara saba, anasema namna gani? Haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza. Haya ndiyo anenayo yeye ambaye anasema kwa Kiebrania Harishon, anasema yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, na yeye ambaye anasema ya kwamba ni wa mwisho, aliyekuwa amekufa. Kwa hivyo kuna kitu ambacho Simurina anaambiwa, maana Yohana anaambiwa yaandike. Hebu nisaidie hapo Ufunuo 1 mstari wake wa 19. Maana Yohana anaagizwa haya yote uionayo yaandike, na akaambiwa uyaandikie yale makusanyiko saba nyaraka hizi. Yohana, hebu soma tusikie msomaji. Ufunuo Yohana 1 mstari wake wa 19. 1:19 inasema, ndio nasema hivi, basi akasema basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona. Kwa hivyo Yohana anaagizwa yaandike maneno haya unayoyaona. Yaandike mambo uliyoyaona, ndio nayo yaliyopo, yale yatakayokuwa baada ya hayo, na hata yale ambayo yatakayokuwa baada ya hayo Yohana anaambiwa yaandike. Kwa hivyo wakati anapoandikia Simurina hilo neno, anaambiwa ya kwamba yeye aliye wa kwanza, yeye aliye wa mwisho, anasema ya kwamba yeye aliyekuwa amekufa, yeye alikuwa amekufa. Msomaji, malizio ya sura ya pili mstari wake ni wa 8. Anasema kisha akawa hai. Kwa hivyo kisha akawa hai milele na hata na milele. Kwa hivyo pale ambapo Yeshua anasema ya kwamba yeye anenayo maneno haya, Yohana anashuhudia akisema ya kwamba Yeshua alikuwa amekufa na baada ya kufa akafufuka na akawa hai. Lakini cha kushangaza ni kwamba kuna watu baadhi yetu walioingia ndani mwetu wakaanza kusema ya kwamba Yeshua hakufa wala hakusulubiwa. Lakini kama vile anenavyo Yeshua, ukimuuliza je, Yeshua ya kwamba kana kwamba wewe ulikuwa umekufa, na kuna sababu kubwa sana ambayo Yeshua lazima angekufa pale katika mti asulubiwe, lakini lengo na madhumuni tutayaona baadaye. Lakini anasema aliyekuwa amekufa na tena akawa hai, na sasa yuko hai milele na hata na milele. Imani yetu na lengo na madhumuni ama msingi wa kwanza kabisa ni kuamini ya kwamba Yeshua mwana wa Elohim, na kwamba yeye ndiye Masihi, na baadaye ya kwamba alikuja na akafa, na baada ya siku 3 maandiko yanasema ya kwamba akawa hai. 1 mstari wake wa 17, msomaji tena andiko. Inasema, nami nilipomwona, anasema ya kwamba nami nilipomwona alianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Tunasoma 1:17 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwa wale ambao wanaoandika ama kwa wale ambao tunaoenda sawa sawa,
maana niliambiwa nisikimbiage sana, maana labda naenda kwa kasi sana. Anasema ya kwamba nami nilipomwona, huyo ni Yohana, aliona Yeshua, aliona yule ambaye watu wengi wanamjua kama Yesu. Anasema ya kwamba nami nilipomwona, anasema nikaanguka miguuni pake kama mtu ambaye alikuwa amekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, na akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, akasemaje? Usiogope. Akamwambia Yohana, usiogope, mimi ni wa kwanza. Akamwambia mimi ni wa kwanza na wa mwisho, anasema na aliye hai. Na akamwambia Yohana, mimi yeye ambaye aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa. Akasema huyu Yeshua ndiye anasema ya kwamba na aliye hai, na anasema nami nilikuwa nimekufa. Tazama, nasema ndio, nami nilikuwa nimekufa, nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Kwa hivyo Yeshua hapo mwanzoni alizifia dhambi zetu. Lengo na madhumuni ni gani? Matendo ya Mitume, msomaji usome 5, anza mstari wake wa 29. Hapa tunapata ya kwamba wakati Yeshua anasema ya kwamba alikuwa amekufa na tena akawa hai. Kifo cha Yeshua onaje aje afe? Kwani lengo na madhumuni ya Yeshua basi kufa pale mtini ni gani? Lakini ni ili kama vile ilivyoamuliwa na ndani ya Torati. Wengi wanasema Torati ya Moshe, lakini hizi ni amri za Elohim alizompa Moshe. Zika na kwamba Moshe akaja na amri zake mwenyewe, lakini hizi ni amri za Elohim wetu. Maana kama ni za Moshe, mbona tufuate mafundisho ya wanadamu? Lakini maana yake ni za Elohim, lazima tuzifuate. Hebu Yeshua akasema nilikuwa nimekufa nami nikawa hai hata milele na milele. Na akaambiwa hiyo kwamba Moshe katika Torati ya kwamba mtu ambaye ametenda dhambi ipasayo kifo, ipasaye kufa, atatundikwa mtini, ya kwamba na asikae masaa 24 ama siku moja katika mti ule kama amesulubiwa mahali pale. Na wakati ambapo Yeshua anakuja kusurubiwa ni ili ya kwamba neno litimie. Katika kitabu cha Warumi 6 mstari wake wa 23 akasema ya kwamba maana mshahara wa dhambi ni mauti, for the consequences of sin that it is death. Wakati ambapo mwanadamu anatenda dhambi panatakikana afe, lakini Yeshua sababu yake ya kuja sana ni ili ya kwamba wanadamu wasikufe, ni kwa sababu ya dhambi zile ambazo wazitendao. Lakini Yeshua awe ni kuhani yeye mwenyewe, anunue wanadamu na damu yake mwenyewe. Msomaji, tupe habari katika 5:29, teremka naye zinasema namna gani? Sema, Matendo ya Mitume 5:29. 5:29 Matendo ya Mitume. Kefa na mitume wakajibu, huyu ni Kefa au Petro na mitume wengine wakasema, wanasemaje? Imetupasa kumtii Yawe. Anasema imetupasa kumtii Yawe kuliko wanadamu. Kwa hivyo wakasema ni vizuri kumtii Elohim hata kuliko kuwatii wanadamu. Endelea naye, inasemaje? Inasema ndio, Elohim muweza wa yote. Akasema Elohim muweza wa yote, baba wa baba zetu, Elohim wa baba zetu, mfufua Yeshua. Ati alifanya nini? Mfufua Yeshua. Kwa hivyo ina maana alikuwa amefanya nini? Amekufa. Kama vile ambavyo Yeshua alivyomfufua Lazaro. Maana Lazaro alikuwa amefanya nini? Amekufa. Kwa hivyo Yeshua ama Kefa anasema kwa habari, akiwaambia Mafarisayo na Wayahudi, anawaambia kwamba Elohim wa baba zetu ambaye alimfufua Yeshua, tupe habari. Inasemaje? Inasema Elohim mweza wa yote wa baba zetu. Elohim mweza wa baba zetu, changamka naye bwana. Akamfufua Yeshua. Akamfufua Yeshua. Ninyi mlimuua, ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Kwa hivyo Yeshua aliuawa kwa kutundikwa pale mtini, vile ambavyo wanasema ya kwamba Elohim mwenyewe alimfufua Yeshua hata kutoka kwa mauti, kama vile ambavyo Simulina anaambiwa ili ya kwamba apate kuamini. Lakini lengo lami lipitie katika aya hizi ni kwa sababu ndugu zetu wanasema ya kwamba ukisoma Qur'ani 4 mstari wake ni 157, wanasema ya kwamba na hakika kwa kusema kwao hakika sisi tumemua Masihi, wanasema mwana wa Maria.
lakini wanasema hawakumsulubisha wala hawakumuua, bali walibabaishwa mtu mwingine, mtu mwingine akafa kabla, badala ya Yeshua, ya kwamba mwingine akafa. Lakini wanasema Yeshua hakufa, lakini alinyakuliwa akapelekwa mbinguni hali yu mzima, kama hajaonja mauti. Lakini wale ndugu zangu nao lazima tuangalie sana, ni kwa sababu wakati wanapoinuka na kusema ya kwamba Yeshua hakufa, basi kuhubiri kwetu nayo imekuwa ni bure. Manake basi tunasema ya kwamba Yeshua kuja kwake ilikuwa ni bure tu. Alikuja na akahubiri habari njema, basi kanyakuliwa mpaka mbinguni. Sasa wanasubiria aje tena, wanasema aoe ili ya kwamba apate watoto baadaye afe. Sasa hiyo ni inakosa kuelewa, wakati maandiko ilitangulia mbele kabla ya kitabu kinaitwa Qur'ani. Malizia ya msomaji nasema namna gani? Ambaye ninyi mlimuua, Yawe alimfufua katika wafu, mkimtundika mtini. Endelea naye, inasemaje? Nasema mtu huyo. Sasa inasema Yeshua huyo Elohim amemtukuza. Sasa maandiko yanasema kwamba Elohim amemtukuza mno kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi. Kwa hivyo hamna mwingine ambaye ameinuliwa, hata Muhammad hajainuliwa, na hamna mwingine ambaye ameinuliwa sana kuliko Yeshua. Zaidi ya Yeshua hamna mwokozi katika dunia hii. Yule ambaye anayeokoa wanadamu ni Yeshua. Hapana jina jingine ambalo walilopewa wanadamu, na hakuna wokovu kwa mwingine awaye yeyote, lakini ila ya kwamba yeye ambaye aliyekuja duniani na akapaa na akarudi zake mbinguni. Maandiko yanasema ya kwamba akafa na akafufuliwa katika siku ya tatu, ya kwamba ili lengo na madhumuni. Kwani kifo cha Yeshua kina hoja gani? Mbonaje tunafurahia sana wakati Yeshua alikufa na akawa hai? Unajua Yeshua wakati ule, wakati anakufa, kifo kilionyeshana ya kwamba kifo kina nguvu kuliko Yeshua. Maana iliwezekana ya kwamba Yeshua afe kwa ajili ya dhambi za wanadamu, lakini wakati atokapo katika mauti, hapa ndugu zangu nisikilize vizuri, wakati Yeshua atokapo katika mauti, maana kifo kilimshinda kikamuua akafa, ni kwa sababu ya wanadamu. Yeshua alikuwa hakupatikana na mauti, lakini alipatikana kwa lengo na madhumuni wanadamu waokolewe. Lakini baada ya kufufuliwa, sasa anasema ya kwamba ameshika ufunguo wa kuzimu na mauti, hafi tena milele na milele, lakini ingawaje wanadamu wanakufa, lakini katika hali ya binadamu. Lakini anasema sasa, kuanzia sasa muaminie Yeshua ya kwamba ana uzima wa milele, hata kama akifa bali ataishi, na hata kama hatakufa bado anaishi ndani ya Yeshua akiwa mzima. Msomaji, maliza haya, inasema namna gani? Inasema ndio wapo Israeli toba na msamaha wa dhambi. Rudia hiyo haya, mstari wake ni wa 31 nadhani hapo. Inasema mtu huyo. Sasa anasema ya kwamba Yeshua huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Kwa hivyo baadaye Elohim akamtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi. Kwa hivyo anasema awe nani? Mkuu na mwokozi. Kwa hivyo ni awe mkuu na mwokozi. Hata Union inasema, Union Version inasema namna ile, awe mkuu. He be the master, according to King James inasema ya kwamba for him to be the master and the savior. Kwa hivyo Yeshua baada ya kutoka katika mauti, yani wakati ambapo tusemapo ya kwamba hakika Yeshua hakufa, hata bado mauti inamshikilia. Maana kusema ya kwamba Yeshua atarejea afe tena, ina maana ya kwamba bado si mkuu wetu, lakini Yeshua anakuwa mkuu kwa sababu alikufa na akafufuliwa. Sasa ameshinda kuzimu na mauti, ameshikilia funguo ya kwamba wale wote ambao watakaomwamini wasife tena katika ulimwengu ambao unaokuja, wapate uzima wa milele, ili ya kwamba awape Israeli awe mkuu na mwokozi, ili kwamba msomaji awape Waisraeli, ili ya kwamba awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Kwa hivyo ili ya kwamba awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Kwa hivyo Yeshua akishakufa na kufufuka, anakuwa amebeba uzima, awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Maliza andiko nasi msomaji. Inasema na sisi. Sasa Kefa akasema basi na sisi tu mashahidi wa mambo haya. Kwa hivyo kabla ya Muhammad ajapo katika dunia, Mtume Kefa anasema kabla ya miaka 700 anasema ya kwamba nasi basi sisi tu mashahidi wa mambo hayo, tupe habari pamoja na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hata sio sisi peke yetu, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Elohim amewapa wote wamtio. Kwa hivyo ambao Elohim amewapa wote ambao wamtio. Ikiwa Roho anashuhudia kwamba Yeshua alikufa
kufa. Basi wale ambao wanasema ya kwamba wale wasiomtii ambao hawana roho, basi hao ndio wasema ya kwamba Yeshua hakufa, hakutundikwa mtini, ya kwamba hakufa. Rudi katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana hiyo moja umalizie. Ulikuwa umesoma mimi nilikuwa hai nami nikawa hai milele na milele. Sasa kuanzia hapo endelea naye anasema namna gani? Maana Kefa amesema sisi tu mashahidi pamoja na roho ya kwamba Yeshua amefanyika mkuu. He has become Adon. Adonai of all the people in the master and the savior. Adon Hamasha. Ndivyo kwamba aliyewaokoa wanadamu wote, na sio wanadamu pekee ama Waisraeli peke yao. Hapo unapata ya kwamba wasomao Qur'an wanasema ya kwamba Yeshua ni mtume tena katika Waisraeli, lakini si katika dunia. Lakini aya zinasema hata katika ulimwengu mzima. Maliza kwanza hiyo inasema namna gani msomaji? Inasema ndio ili awape katika kitabu cha Ufunuo 1:2 inasema moja mstari wake ni wa 18. Inasema hivi, usiandike mambo hayo uliyoyaona nayo yaliyopo. Nataka hebu anza mstari wake ni wa 18. Inasema hivi, na aliye hai hapo, na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Endelea na haya. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Kwa hivyo yule ambaye anayeshikilia funguo za kufungulia watu watoke makaburini, anasema nami ninazo funguo za mauti na nini nyingine? Na kuzimu. Kwa hivyo mwenye ako na funguo za makaburini na za mauti ni Yeshua. Yeshua kuna uwezo hata ya kufufua mtu. Hata ndio manake unapata mtoto wa Yairo anafufuliwa. Unapata ya kwamba mwanamke ambaye alikuwa mtoto wa mwanamke wa Naini ya kwamba anafufuliwa. Maana Yeshua anashikilia funguo za mauti na kuzimu, ili ya kwamba wote atakaotaka awapatie uzima. Je, kwamba Yeshua ni mwokozi wa Israeli peke yao kama Kefa asemavyo, lakini Yohana ambaye ni mwenzake mtume pamoja naye na mjoli katika kazi ya kutenda haki. Hebu nipe kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, nipe 2 mstari wake ni wa kwanza. Changamka na andiko baba. Anasema ni kwa sababu gani? Watoto wangu wadogo, anasema watoto wangu wadogo waandikia haya, anawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na ili ya kwamba tusitende dhambi. Mtu akitenda dhambi, hapa maandiko yanasema ya kwamba ikiwa yupo atendaye dhambi, naye mwombezi kwa Baba, huyo ni nani? Yeshua Masihi. Kwa hivyo Yeshua ndiye peke yake ndugu yangu ambaye anayetuombea ikiwa tunatenda dhambi. Tupe habari msomaji. Yeshua Masihi mwenye haki. Yeshua Masihi mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Naye he is the mediator. Yeye ndiye kipatanisho. Yeye ndiye kuhani. Yeye ndiye anayetupatanisha na Elohim kutokana na dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu, wala sio kwa dhambi za Waisraeli peke yao, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo maandiko yanasema wala sio kwa dhambi zetu peke yetu, lakini mpaka kwa dhambi za ulimwengu wote. Za ulimwengu wote ndugu yangu. Hapo ndipo palitengenezwa njia na mlango wa neema ukafunguliwa, ya kwamba ikiwa unataka kumwamini Yeshua ya kwamba ni mkuu na mwokozi, na tena uamini ya kwamba hakika Yeshua alikufa na akafufuliwa siku ya tatu. Kuna andiko, najua wale walio na hekima wanajiuliza sababu gani. Kuna andiko ambalo mtume anasema ya kwamba Yeshua wakati alikufa alishuka kuzimu akahubiria watu ambao walikuwa kule wa kifungoni, na wengine wao baadhi yao wakaamini. Sasa mimi pale kwa ile hekima, si mambo yote ambayo nimejaliwa, yale ambayo niliyojaliwa ndiyo nitakayonena, lakini ambayo nisiyojaliwa kunena hayo basi mimi nayaacheni ndugu zangu. Pale ambapo akasema Yeshua hakika alikufa naye ni ako hai hata milele na milele, kwa ajili ya Waisraeli wape toba na msamaha wa dhambi, na baadaye ni kwa ajili ya dunia yote. Kwa hivyo mimi na wewe tuko na nafasi katika ndani ya Yeshua ya kwamba ikiwa tutamwamini, msomaji 3:20 ama 3:27 wa Galatia, wakati tunapomwamini Yeshua ya kwamba hakika basi hapo hapana Myahudi, ingawaje kuna watu wasemao ya kwamba Elohim alimaliza kazi na wana wa Israeli, lakini mimi ningependa ni approve wrong. Hakika hakuna aya hata moja inasema ya kwamba Elohim aliwaachilia Israeli. Tunaongelea Israeli ya sasa, ingawaje wapo Waisraeli wa kiroho ambao wamwaminia Yeshua wanafanyika Waisraeli pamoja na Waisraeli wa sasa, lakini wale ambao wanasema ya kwamba Elohim ametenga wana wa Israeli, hakika hiyo ni uongo. Ukisoma Warumi 11 aya hiyo sitaingililia, lakini ni mada ya siku nyingine.
Mtume anauliza, je, ya kwamba hakika Elohim amewaachia wanawake Israeli? Anasema hata yawe forbidden, ya kwamba na iwe mbali, lakini hawezi kamwe hata kuwatubiria wanawake wa kwanza, haiwezekani abada mpaka mbingu zitakapopita na dunia. Hii ni mlango wa neema, na ukisha kufungwa basi wana wa Israeli wanarudishwa ufalme. Msomaji, tuko katika aya gani? 27 wa Galatia. Baadaye wale walimwamini Yeshua, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Masihi. Maandiko ikasema ya kwamba maana ninyi nyote mliobatizwa katika Masihi mmemvaa Masihi. Kwa hivyo tumemvaa Yeshua. Endelea. Hapana Myahudi. Kwa hivyo hapana nani? Myahudi. Lakini hapo inasema ya kwamba Myahudi hana faida. Inasema hapana Myahudi wala Myunani. Ndani ya nani? Yeshua. Kwa hivyo ndani ya Yeshua wote Wayahudi pamoja na Wayunani pamoja na mataifa wote, maandiko yanasema hapana hao wote wamekuwa ni msomaji soma maandiko. Nasema hapana mtumwa. Hapana mtumwa wala mtu huru. Tupe habari. Hapana mtu mume. Hapana mtu mume wala mtu mke. Ni kwa sababu gani? Maana nyinyi nyote Wayahudi kwa Wayunani, watumwa kwa watu huru, wake kwa waume, anasema mmekuwa mmoja. Ati mmekuwa nani? Mmoja. Kwa hivyo dunia yote yawe akisema kusanyiko langu, anawajumulisha Waisraeli na watu wa mataifa. Wale wasemao yawe aliwaachia Waisraeli. Hapo basi kuna dua kidogo, ingawaji inafaa irekebishwe. Wayahudi na Wayunani, watu wa mataifa na Waisraeli wamekuwa ni mmoja, lakini ndani ya Yeshua. Maisha inasema namna gani? Mmekuwa mmoja. Umekuwa mmoja katika Masihi Yeshua. Katika Masihi Yeshua. Na ikiwa kama ninyi ni wa Masihi, na kama basi ikiwa ninyi ndugu zangu ni ninyi ni wa Masihi, mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Kwa hivyo ikiwa sisi ni wa Masihi, tumekuwa uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Tumekuwa uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Sawa sawa. Na warithi. Na warithi. Sawa sawa na. Kwa hivyo wakati ambapo tunapomwamini Yeshua, hakika ndugu yangu, Waisraeli pamoja nasi ni warithi sawa sawa na ahadi. Mimi singependa niendelee katika somo hilo sana, lakini hatujamaliza katika Simulina nilikuwa nataka nipite mahali pale ili ya kwamba kurekebisha, maana yawe nasema ya kwamba mjenge mahali palipobomoka, na kama mtabomoa basi mjenge, mking'oa basi mnapanda. Msomaji wa Efeso Simulina mstari wake ni wa 9, sura ya 2 mstari wake wa 9 ikaendelea kusema namna gani? Roho ya Yohana. Inasema ndio, naijua dhiki yako. Akamwambia Simulina, naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Kwa hivyo pale ambapo Yeshua anamwambia Simulina, najua ya kwamba umaskini wako na ujua, lakini Yeshua akasema katika 5:3 msomaji, nadhani kama ni pale 5:3 baadaye akasema ya kwamba hili maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ndivyo inavyosema au inasema namna gani? Katika 5:3 kitabu cha Mathayo inasema ndio, heri walio maskini wa roho, na vile ambavyo Yesu anasema ya kwamba na ujue umaskini wako, lakini anawaambia heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wa nani? Ni wao. Kwa hivyo pale ambapo anawaambia ingawaje utajiri, maneno yale yako katika mabano. Kwa hivyo yale ingawaje labda katika nakili nyingi za zamani neno kusema utajiri Simulina labda inawezekana haikupatikana, lakini hapa ambapo inapopatikana katika Simulina anaambia kwamba anajua umaskini wako, lakini Yeshua akamwambia wanafunzi wake ili walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ama ufalme wa Elohim ni wao. Katika Ufunuo inaendelea katika ikisema namna gani? Inasema ndio, najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa wao ni akina nani? Ni Wayahudi. Najua matukano ya hao ambao wasemao wao ni Wayahudi, lakini nao sio. Lakini nasema ya kwamba lakini nao hao sio Wayahudi. Kwa hivyo kuna watu wanaotukana Simulina, lakini wao wanasema ya kwamba ni Wayahudi, lakini Yeshua anasema nao sio, lakini ni kina nani? Bali hao ndio ni sinagogi la Shetani. Kwa hivyo wao wasemao ni Wayahudi, Yeshua anasema nao sio, lakini ni sinagogi la Shetani. Kwa hivyo wale ambao wanaosema ya kwamba wao ni Wayahudi lakini wanatukana kusanyiko la Simulina, labda inawezekana ya kwamba leo kuwe watu wanatukana kusanyiko la Elohim kwa nafasi ya Simulina, basi wakisema ya kwamba wao ni makusanyiko matakatifu, tena wanasema ya kwamba wao ni Wayahudi,
lakini Yeshua anasema nao sio, lakini ni sinagogi la Shetani. Inawezekana ya kwamba Shetani ana sinagogi lake. Msomaji endelea naye katika mstari wake wa 10 inasema namna gani? Inasema usiogope. Akamwambia Simurina. This is the main message kwa watu wa Simurina. Akamwambia usiogope, you don't fear. Anasema namna gani? Usiogope mambo yatakayokupata. Kwa hivyo kuna jaribio kubwa ambalo ujumbe ulikuwa ufikie Simurina. Anasema usiogope kwa majaribu yatakayokupata. Soma andiko linasema namna gani? Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani. Inasema yule ibilisi ambaye ni Shetani, na hapo juu katika aya ya 9 imesema hao wanaosema ni Wayahudi ni sinagogi la Shetani. Kwa hivyo ibilisi amepewa ruhusa, ana mamlaka juu ya Simurina na juu ya Simurina, ili ya kwamba aweze kuwatesa na kuweka baadhi yao magerezani. Somaji, ili mjaribiwe. Kwa hivyo ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Nanyi mtakuwa na dhiki katika siku 10. Takupa taji ya uzima. Anasema uwe mwaminifu hata kufa. Anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima wakati utakapovumilia. Hapa ningependa ndugu zangu nikuzie kidogo kwa habari ya Simurina, wakati anapoambiwa siogope, maana hapo kuna sinagogi la Shetani, na unasikia kwamba ibilisi amepewa mamlaka ili ya kwamba aweze kuwatesa na kuwaweka baadhi yao magerezani. Lakini wakati tunaposikia sinagogi la Shetani ni wakati ambapo kusanyiko moja linageuka na kugeukia ukweli, basi liweze kuwapinga wale ambao wana kweli. Msomaji nisaidie 16:1 na 2 kitabu cha Injili ya Yohana. Wakati Yeshua alikuwa duniani, aliwaambia wanafunzi wake, msiogope enyi kundi dogo, na akamwambia ni kwa sababu huko wakati ambao unaokuja ambapo mtapelekwa magerezani, mtapelekwa katika masinagogi na mtapigwa, watu wakidhania wanamfanyia Elohimu ibada. Kuna wakati ambapo ndugu yangu unaweza pata ya kwamba mambo mengi inawezekana inakaa ni kama unamtetea Elohimu, lakini hamtetei Elohimu. Ingawaje nimemsikia ndugu yetu anasema anapeleka Qur'an mahakamani, mimi ningeona hapo hakuna hoja hata kidogo, maana najua tuko katika mitandao live. Mimi hiyo si kuona ya kwamba ikiwa na hoja. Kazi yetu ni kuhubiri, lakini kupeleka Qur'ani mahakamani sijui wastaki wa Islamu, ingawaje ni labda inawezekana ni funzo nzuri, labda inawezekana hata wafalme nao na wajue, lakini kama masi, lakini kama muumini singependelea kama ni jambo nzuri hata kupeleka, maana Elohim anaangalia hukumu, lakini si wafalme wa mataifa. Msomaji, umefika katika haya, soma inasema namna gani? 6:1 Injili ya Yohana. Inasemaje? Maneno haya nimewaambia. Yeshua anawaambia wanafunzi, maneno haya nimewaambieni, usije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi. Watawatenga na masinagogi. Naam. Saa yaja. Anasema saa inakuja atakapodhania kila mtu awauaye, ambaye atakayedhania kila mtu ambaye awauaye ya kuwa anamtolea Elohimu ibada. Kwa hivyo watakuwa na dhania ya kwamba wanamtolea Elohimu ibada, na ndio maana unasikia kwamba kuna watu wanaosema ni Wayahudi lakini nao sio, lakini maandiko yanasema ya kwamba ni sinagogi la Shetani. Wakati ambapo unapogeukia watumishi na kuwaua, Yeshua akasema wale wako Yerusalemu ya kwamba mimi ni watumiaye manabii na mitume, lakini wao wengine baadhi yao mwapiga mawe, baadhi yao mmewaua, baadhi yao mmeweka magerezani na masinagogi. Lakini Yeshua aliwaambia namna gani? Msiogope, maana ibilisi ya kwamba amepewa mamlaka aweke baadhi yenu katika magereza. Hebu nisaidie kitabu cha Mathayo 10 msomaji. Kuanzia mstari yako katika anza mstari wake na 19 ama 20. Inasema namna gani? Wakati ambapo Yesu anawaambia maneno haya msiogope, ni kwa sababu shetani amepewa mamlaka. Shetani yako na vita na watu gani? Wakati shetani anapojipiga mwenyewe, ufalme huo utasimama. Lakini shetani yako na vita na watu wanaitwa waumini, watu wenye haki, watakatifu. Hao ndio shetani yako na vita nao. Lakini wale ambao wako upande wake, shetani hawezi akajipiga mwenyewe. Lakini wale ambao anawapiga ni akina nani?
Yashua akasema katika Mathayo 10 mstari wake wa 20, soma andiko msomaji. Nasema ndio, lakini hapo watakapowapeleka, lakini hapo watakapowapeleka, usifikiri jinsi mtakavyosema, usifikiri jinsi mtakavyosema, na mtapewa saa ile mtakayosema. Kwa hivyo maana mtapewa saa ile yale mtakayoyasema, kwa kuwa si ninyi msemao, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Kwani wanapelekwa wapi? Wanapelekwa wapi? Kule ambako watakayoyasema maneno yale ya kwamba wasiogope. Hebu nipe sura yake ya 10 ama mstari wa 15 hapo. Hiyo Mathayo 10 mstari wake wa 15. Amina nawaambia. Anawaambia amina waambieni. Itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora, ya kwamba itakuwa rahisi katika nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu, kustahimili katika adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule. Hapo Yeshua anawaambia utakapoenda kuhubiri lakini wakatae ujumbe, ni afadhali Sodoma na Gomora. Ni kwa sababu Sodoma na Gomora kana kwamba wangepelekewa wajumbe wahubiri, hao wangeamini. Lakini Yeshua anasema ni heri Sodoma na Gomora kuliko mji ule ambao waliotumiwa manabii, lakini baadaye wakawakataa na wakawapiga na wakaua. Endelea na andiko msomaji, nasema namna gani? Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo. Akawaambia mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Kwa hivyo miongoni mwa mbwa mwitu inasema basi iweni na busara kama nyoka. Akawaambia iweni na busara kama nyoka, kuwa na watu wapole kama hua, na muwe watu wapole kama hua. Jihadharini na wanadamu. Akawaambia jihadharini na wanadamu. Kwa sababu gani? Watawapeleka mabarazani katika masinagogi yao watawapiga. Watafanya nini? Watawapiga. Lakini ukiulizwa sababu ya kuwapiga hawa, lakini ni kwa ajili ya neno la Yeshua. Soma mstari wake wa 34 hapo katika 10:34. Hiyo kitabu cha Mathayo. Sababu ni hii moja. Sababu ni moja, kwa sababu sisi hatupigani katika mwili na damu na nyama. Hatupigani na mapanga na vitu vinavyoonekana, lakini kile ambacho Yeshua alileta. 34 nasemaje? Nasema hivi. Ndio. Sidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Yeshua akasema msidhanie ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani. Anasema hasha. Sikuja kuleta amani, bali nini? Upanga. Lakini ukisoma kitabu cha Waefeso 6:17 inasema ya kwamba bebaeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Elohim. Kwa hivyo kile Yeshua alileta ni neno, upanga ni neno la Elohim. Waebrania 4:12 ikasema ya kwamba neno la Yahweh li hai, tena lina ukali kuliko upanga wa wote ukatao kuwili, inagawanya nafsi na mafuta ndani yake. Kwa hivyo wakati tunaposikia kwamba Yeshua alikuja na upanga, hakika yake ni kusema ya kwamba Yeshua alileta neno ambalo ni neno la Elohim, lakini Yahweh akasema msikie ni yeye. Pale unapata watu wanachoma mioyo yao, lakini maandiko yanasema ya kwamba iweni na hekima, iweni na werevu kama nyoka, na muwe watu ambao ni wapole kama hua. Maana anasema jitengeni na watu. Lakini Simulina akaambiwa ya kwamba Simulina, ya kwamba usiogope, maana shetani amepewa mamlaka ya kwamba awajaribu ninyi. Wakati Elohim anajaribu kusanyiko lake, ni kana kwamba lipite katika mahali ambapo linaitwa ni salama, mpaka liweze kusimama na kujisitiri katika imani. Malizia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 2, soma mstari wake wa 11, inasema namna gani? Yeye aliye na sikio. Sasa maandiko yanasema ya kwamba yeye aliye na sikio alisikie neno hili, na alisikie neno hili ambaye Roho ayaambia makusanyiko. Yeye ashindaye. Hilo neno nasikia yeye ashindaye. Ukisoma katika Waefeso ama katika hapo katika Ufunuo 2, ukisoma mstari wake wa 9 ama wa 7, tuliona Yeshua anaambia pia Efeso yeye ashindaye, na vile vile yale maneno aliyowaambia Efeso mpaka leo anawaambia Simulina. Na sasa kwa sababu Simulina wakati wake ulipita, anawaambia makusanyiko yale yaliyopo, anasema ya kwamba yeye ashindaye. Anashindana na nini? Msomaji nisaidie 12:17 kitabu cha Ufunuo wa Yohana.
Sema. 217 Ufunuo Yohana. Inasemaje? Joka akamkasirikia yule mwanamke. Joka akamkasirikia yule mwanamke. Kaenda afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Mwanamke ni kusanyiko na ako na salio ambao waliobakia. Maandiko yanasema joka ambaye ni shetani ibilisi anasema ya kwamba akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake akafanya vita na mabaki ya yule mwanamke. Anasemaje? Wazishikao amri za Yawe. Kwa hivyo wale wanaozishika amri za Yawe na kuwa na ushuhuda wa Yeshua. Kwa hivyo shetani ana vita na watu ambao wanaozishika amri na ushuhuda wa Yeshua. Kwa hivyo pale tunapata ya kwamba, ndugu yangu, ya kwamba amri za Elohim ziko na hoja sana. Maana shetani ana vita na watu ambao hawana shida na amri. Yeye ako na haja sana na wale wasemayo kwamba wao wanasema ya kwamba sheria za Elohimu bado zipo. Kwa hivyo ikiwa sabato bado ingali, basi mahali pale basi tunasisitiza kupigia mshumari ya kwamba shetani bado ana vita na wale ambao wasema ya kwamba wao wanazishika amri na imani ya Yeshua. 14:12 ikasema namna gani? Changamka usome aya hiyo. Inasema ndio aya yake ya 12 Ufunuo Yohana. Ikasema na hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Sasa Yeshua akasema msiogope, lakini yeye ashindaye kwa subira ya watakatifu, hapa ndipo penye subira hiyo. Hao wazishikao amri za Yawe. Hao wazishikao amri za Yawe na imani ya Yeshua. Kwa hivyo wazishikao amri na imani ya Yeshua na ushuhuda, hapo basi tunapata ya kwamba kuna subira. Waefeso ama Ufunuo akamalizia katika Simulina akasema ya kwamba yeye ashindaye, yeye aliye na sikio na asikie yale ambayo Roho anaambia makusanyiko. Yeye ashindaye, msomaji, inasema namna gani? Hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Kwa hivyo huyo inasema ya kwamba anao uzima wa milele. Ikiwa ya kwamba atayashika ya kwamba atashinda, hapo basi tunapata ya kwamba kila mmoja atakayeshinda ana uzima wa milele. The main message kwa Simulina anaambia kwamba asiogope, lakini kile ambacho anapigwa nacho ni amri za Elohim. Wakati utakapoona kuna nabii mmoja anainuka ako kinyume na amri za Elohimu, huyo kinyume chake ya kwamba si mtumishi wa Yawe. Baadhi na kinyume cha maneno hayo ya kwamba ni mmoja wapo wa sinagogi la shetani, lakini Yashu nasema ya kwamba hao wanaosema ni Wayahudi lakini nao sio. Lakini amri za Elohimu kulingana na mujibu wa maandiko ya kwamba bado zingali zipo, ikiwemo Sabato, ikiwemo usizini na hata kujifanyia sanamu za kuchonga, bado maneno hayo yapo na zaidi ya maneno mengine ambayo Elohimu anayasema. Labda ungependa kupokea wokovu, Wakorintho wa 2:6 mstari wake wa kwanza na pili. Msomaji nisaidie. Hapo inasema ya kwamba wakati ambapo tutakapokuwa tunaamini, kama vile nilivyotangulia kusema ya kwamba kama anenavyo Roho siku ya leo, ya kwamba ikiwa tumesikia na tumesikia vile asemavyo, ya kwamba wakati asemapo ya kwamba sauti yake tugeuke, tusiwe na mioyo migumu, lakini tugeuke turudi katika njia kuu. Wakorintho wa 2:6 mstari wake wa kwanza na wa pili inasemaje? Nasi anasema ya kwamba basi tukitenda kazi pamoja naye, anasema tukisha kuisha kuzitenda kazi pamoja naye, twasi msipokee neema ya Elohimu bure. Ndugu yangu, tunaomba msipokee neema ya Elohimu bure. Kwa maana asema, kwa sababu Yashua asema wakati uliokubalika, anasema wakati uliokubalika alikusikia, anasema nalikusikia siku ya wokovu, na siku ya wokovu nalikusaidia. Anasema tazama, wakati uliokubalika, wakati uliokubalika ndio sasa. Kwa hivyo wakati wa wokovu anasema ndio sasa. Kwa hivyo kama anasema kwamba tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Kwa hivyo kama ungepata kupokea uponyaji ama wokovu, basi anasema Yashua ndio sasa. Lakini siwezi nikakuelekeza ukiwa mbali, lazima ukaribie kidogo. Na hapa niko na mtumishi wetu Senior Pastor na pia askofu wa kusanyiko la Elohim. Kwa hivyo ningependa nimkaribishe na baadaye ataweza kutia dua kwa ajili ya maneno hayo, nasi tutapata kubarikiwa. Kwa hivyo maisinia, karibu sana na Baba akubariki. Basi asante sana mhubiri wetu, Baba akubariki sana. Tunajua wazi ya kwamba hizi kazi kule tunaofanya, na tunashukuru wewe ambaye unatusikiliza kila Sabato asubuhi.
kwa sababu ni kazi ya baba wetu tunaifanya, ambaye ametuagiza tupande asubuhi na pia tupande jioni, kwa sababu hatujui ni ipi itakapomea. Kwa hivyo wakati tunafanya hivyo tukikupenda, kwa sababu ni baba ametuangazia na akatupa neno hili la uzima, na hatutaki tukaweze kuulizwa ya kwamba niliwapa na hakukuweza kupeana. Na kwa hivyo niposa kila asubuhi tunapiga hiyo kelele, na tunakushukuru wewe mpendwa, ni kwa sababu unatusikiliza. Na ombi letu ni kwamba hizi mbegu zifanye kazi ndani yenu, mkaweze kujua yaliyo kweli, mkaweze kutubia maovu yenu, na katika jambo hilo mkaweze kuokolewa na pia kupata neema ya baba wetu. Katika kitabu cha Methali inauliza, Methali 1 mstari wa 22 inauliza, enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Nikusoma nasoma neno, tafadhali siwaiti wajinga, lakini ni neno nasoma, kwa sababu ujinga ni yule mtu ambaye hajui, lakini akielezwa anajua. Aliposa maombi yetu ni kwamba Roho wa baba wetu akaweze kusibua masikio yetu, hata tukiwaeleza, hata sisi tunajieleza, akasibue masikio yetu ili tukaweze kuelewa vile ambavyo tunazungumziwa. Aliposa hilo neno, tutakaa wajinga mimi na wewe hata lini? Na neno la baba wetu linazungumziwa, na hilo neno ndilo linatupa hekima na maarifa. Kwa hivyo nauliza, kwa nini tutakaa na ujinga wetu mpaka lini? Na wenye dharau tutapenda dharau mpaka lini? Lakini nakushukuru wewe mpendo, kwa sababu hudharau neno la baba wetu, unalipenda. Lakini ikiwa kuna ile madharau tunaweza kuwa naye baba wetu, na atuondolee, na wapumbavu kuchukia maarifa, baba wetu atuondolee upumbavu wa kila aina, ili tukaweze kupenda maarifa. Neno linasema hiyo, Methali 1 mstari wa 23, geukeni kwa ajili ya maono yangu, tazama nitamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa hivyo Roho wa baba wetu ndiye anafanya hii kazi, anawajulisha maneno yake ili mkaweze kugeuka na kujua yaliyo mema, na kujua ya kwamba kuna njia ambayo Yeshua ametengeneza. Amekuja kwa ajili yako na yangu, ili mawazo yetu yakaweze kugeuka, roho zetu zikaweze kutubia dhambi, tukaweze kumwita Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Verse 24 inasema, kwa kuwa nimeitana nanyi mumekataa, nimeonyesha mkono wangu asiangalie mtu. Basi baba wetu na tujalie, wakati tunaitwa, basi tukaweze kuitika, tusije tukadharau ama kupa neno la baba wetu kisogo, bali mmebatilisha shauri langu, wala hamukutaka maono yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Baba wetu na tujalie, ili wakati msiba utakapofika, maandiko inasema atacheka kwa ajili ya msiba wetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeonywa, tumeelezwa ndio hii, achana na dhambi, achana na hiyo njia ambayo unaiendea. Basi tunakataa. Roho wa baba wetu atacheka wakati wa msiba wetu, na kwa sababu wakati ni huu, wewe ambaye unasikia hii sauti na unajua njia ambayo unaiendea sio
sawa, umepewa wakati huu ukaweze kugeuka, ukaweze kutubu, ukaweze kufuata neno la Baba wetu. Tunawakaribisha hapa katika kusanyiko hili marafiki zenu, na tunajua tuliletwa hapa kwa kusudi ya kwamba tukaweze kutangaza ufalme wa Yawe katika roho zenu, ili Yeshua kaweze kuwatawala. Kwa hivyo tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu, tukaweze kuwa pamoja nanyi katika sabato ya leo, na neema za Baba wetu siwe pamoja nasi. Huku katika kusanyiko wote wamekaribishwa, sababu andiko inasema nyumba yangu itakuwa sala ya watu wote. Kwa hivyo hata wewe umehesabiwa katika hali ya wokovu. Tunawapenda. Baba wetu wabariki na watende mema, tukitamka baraka za Yawe juu yenu, akawashindanie katika njia zote. Hebu na tuombe. Baba wa rehema, tunasema ni asante kwa sababu ya hilo neno ambalo tumezungumziwa la kusanyiko la Simulina. Asante Baba kwa mhubiri wetu, kaubariki pia ukamwongezee maarifa na hekima katika jina la Yeshua. Asante kwa wasikilizaji wetu, kwa marafiki zetu na wapendwa wetu. Baba, tunaomba wabariki na hili neno ambalo tunapanda ndani ya nyoyo zao, kaweze kuzaa mazao, kaweze kubadilika na kujua ukweli. Baba wa rehema, tuasimama katika maagano ya neno lako ya kwamba tupande asubuhi na tupande jioni, ni kwa sababu haitakosa ile ambayo inamea. Kombozi wa Israeli wote tunawafuta katika ukweli wako, tunawafuta katika wokovu wako, wasije wakaangamia, wakaweze kutubu, ili Roho wa Baba asije akawacheka wakati wa msiba wao. Baba wetu, tunawabarikisha katika kazi zao, tunawabarikisha katika familia zao, washindanie katika lolote lile. Wale ambao ni wagonjwa, tunatamka uponyaji. Wote ambao wanahitaji Baba wetu msaada wako, ukaweze kuwaonekania. Tunatangaza amani katika jiji hili la jua kali na pia katika Maloloi, kwa sababu tunaamini wazi ya kwamba umetuita kwa jina lako. Jidhihirishe ndani ya watumishi wako ya kwamba mahali hapa kuna manabii wako, katika jina la Masihi Yeshua. Tuendelee hapo Baba, tubariki na utuonekanie, ni katika jina la Yeshua mkombozi wetu. Haleluya. Haleluya. Basi Baba wetu wabariki, na pia kaweze kuwatendea mema. Karibuni sana. Asante kwa sisi sote ambao tumefika. Baba wetu awabariki, hata kwa kujitoa na hata kufika mapema, ili hata hilo neno ambalo linazungumziwa, hata ingawa linalengwa kwa watumishi na wapendwa wetu wa nje, angalau wakapate kujua kweli, hata sisi tunakumbushwa, na hata sisi wakati mwingine, hata sisi tunafundishwa, ni kwa sababu neno la Baba wetu linatufaa. Kwa hivyo tukifika mapema ni vizuri sana, ili tukaweze kuendelea, hasa tukaweze kumega kitu hasa katika jambo hilo ama mahubiri yetu ya asubuhi. Kwa hivyo ninashukuru nikiwakaribisha katika sabato ya leo. Tumekuja kufanyia Baba wetu kazi na pia kuhimizana katika upendo. Ni sabato ambayo maandiko inasema ni sabato takatifu kwa Yawe. Na kwa hivyo hata sisi ombi letu ni kwamba tukaweze kujitakasa, ili tukaweze kuwa watu ambao ni watakatifu katika sabato ambayo ni takatifu. Kwa hivyo naomba tushikiliane katika upendo wa Baba wetu. Ule ambaye atakuwa moderator wetu, tumshikilie. Baba wa rehema, mbariki, atuongoze vyema, na sisi pia ile ambavyo anatueleza tukaweze